Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo wakiendelea kuweza kufuatilia mpango wao wa kuchukua ama misheni yao ya kuchukua mataji ambayo yako mbele yao, huku sambamba wakiendelea kuweza kufuatilia sajili ambazo wanazozifanyia kazi ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Unaambiwa mambo ni mazuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Wameendelea kuweza kujikusanyia saini kutoka sehemu mbalimbali. Leo hii wameweza kutambulisha nyota mwingine mkubwa ndani ya kikosi chao mara baada ya stori za mabululu klabu ya Simba kuweza kuzimaliza kwa kumpatia mkataba wa miaka 2. Sasa inaelezwa kwamba wamemalizana na kijana mwingine hatari kweli kweli ndani ya kikosi hicho. Huu ni mwendelezo wa kikosi cha Simba kuendelea kuweza kuimarisha kikosi chake kwa ajili ya msimu ujao, kwa sababu wanahitaji kufanyia kazi mambo kadhaa ndani ya kikosi chao. Sasa hii kabla tujaendelea kukujuza ni nani huyu ambaye ametoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba na amesaini mkataba wa miaka mingapi na imekuwaje, dili lake limefanyika vipi, utakwenda kujua yote. Ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kama ambavyo tumeweza kualifiana kuhusiana kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Hivi karibuni nilikusogezea kuhusiana na story ya mabululu, ambapo klabu ya Simba inaelezwa kwamba tayari wamemalizana naye kwa mkataba wa miaka 2, huku tajiri Mo Dewji akiweza kusimamia swala zima la mkataba wake pamoja na mshahara ambao atakuwa akiweza kupokea kwenye kikosi cha Simba. Sasa leo hii Simba wametangaza kumalizana na moja kati ya nyota wakubwa hapa Tanzania, namba 10 muhimu kabisa ya Tanzania, ambayo ilikuwa ikiweza kufukuziwa na vilabu kama Young Africans kutoka Tanzania, klabu ya Azam yenyewe, lakini pia wanazungumzia watu kama Wydad, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns. Wote walikuwa wakiweza kufukuzia saini ya kijana kutoka Zanzibar. Hapa nazungumzia Faisal Salum almaarufu kama Feitoto, ambaye alikuwa akitajwa kujiunga na kikosi cha Simba kwa muda sasa. Sasa inaelezwa kwamba ofa ambayo aliweka tajiri Mo Dewji, ambayo alikwenda kuiwasilisha pale Azam FC, ndio ofa ambayo imekwenda kumtamanisha kijana Faisal na kuweza kukubali kuingia mkataba wa miaka 3 na klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba, huku ikielezwa kwamba akikunja kitita kasolo shilingi milioni 200 ifike bilioni. Hapa anazungumzia na kusanya kitita cha shilingi milioni 800 kutoka kwa tajiri Mo Dewji. Taarifa za kuaminika zinaeleza kuwa tayari Faisal Salum almaarufu Feitoto amesaini katika klabu ya Simba, ambapo nimekwambia ni zaidi ya miaka 3 ambayo atakuwa akiweza kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo bado atakuwa yupo sana kwenye kikosi cha Simba Sport Club, labda pengine vilabu vikubwa viweke pesa ya kutosha. Taarifa hizo zinaeleza kuwa Fei amechukua shilingi za kitanzania milioni 800 kama sign on fee ama ada ya usajili, akiweza kuichukua kutoka kwa tajiri Mo Dewji kwa pesa ya kujiunga na kikosi cha klabu ya Simba, kama ambacho amekichukua. Pia unaelezwa kwamba mshahara wake ndiyo kubwa kuliko zaidi. Unaambiwa ya kwamba pesa ambayo anaikunja katika kikosi cha klabu ya Simba kuanzia msimu ujao, ndio pengine atakuwa ni mchezaji wa kwanza Tanzania ambaye analipwa kitita kirefu cha pesa kutokana na usajili wake kuwa na nguvu kweli kweli. Feitoto atakuwa akichukua shilingi milioni 50 pesa taslimu kwa mali ya Tanzania kila mwezi, pindi ambapo
ambapo atakapokuwepo katika kikosi cha klabu ya Simba kwa muda huo wa miaka mitatu, sambamba na bonasi ambapo inaelezwa kwamba bonasi ya Feitoto itakuwa ya kitofauti. Unafahamu ya kwamba bonasi ambazo zipo kwa wachezaji wengine ni zile bonasi ambazo unashuhudia kwamba pengine timu ikifanya vizuri katika mchezo fulani, basi wanaopata bonasi fulani. Timu ikipata kupata pointi nyingi, inapata bonasi fulani mechi za kimataifa. Lakini kwa Feitoto itakuwa tofauti. Feitoto bonasi yake itakuwa ni kila atakapo toa asisti, yani kila atakapotoa asisti basi yeye atakuwa akiweza kupokea bonasi kutoka Simba Sport Club. Lakini zaidi pia kitakapofunga tu na bonasi nyingine anaongezewa, unaona bana. Kwa hiyo ni mwendo wa miela tu ambayo itakayokuwa akiweza kuitoa pale katika kikosi cha klabu ya Simba Sport Club. Lakini taarifa zinafafanua kuwa ni ngumu kwa Fei kucheza nje ya nchi kwa kuwa hawezi kukaa mbali na mama yake, ambapo inaelezwa kwamba Young Africans ambao walikwenda kwa mama yake kwenda kuomba msamaha kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, kutofautiana kauli wakati alipokuwa akiweza kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Inaelezwa kwamba mama alisamehe na akawaambia kwamba wazungumze na Feitoto. Lakini taarifa zilizokuja inaelezwa kwamba wameelezwa kwamba Feitoto hata akikubali kutia maguu yake Young Africans, basi familia yake itamuweka pembeni, kutokana na kwamba kitendo ambacho wenyewe wameshindwa kuweza kukisamehe cha wao kuweza kutupiwa yale maneno na klabu ya soka ya Young Africans katika ule mvutano ambapo ulifahamu ya kwamba Fei aliweza kuzungumza maneno mengi ikiwemo kula ugali na sukari katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa hiyo mambo yakawa ni mengi kweli kweli katika sakata hilo, lakini mchezaji sasa ameamua rasmi kujiunga na kikosi cha klabu ya Simba Sport Club, huku akiendeleza makali pale kwenye kikosi cha Simba, ambapo Simba ikieleza kwamba pengine wanaona ni nafasi nzuri kumpasa Feitoto katika kikosi chao, kwani wanazidi kuongeza makali ikiwemo katika eneo la namba 10 ambalo kocha Fadlu Davis aliweza kuomba lifanyiwe mapendekezo zaidi kwa kuweza kuongezwa kile ambacho kinachoitwa pengine ni kuweza kuongeza nguvu ili wasiweze kupoteza nafasi zao. Lakini katika hatua nyingine ambayo inazungumzwa kwa sasa ni Simba Sport Club ya Tanzania ipo katika kuhakikisha kwamba wanaipata saini ya nyota kutoka Tanzania ambaye anakipiga katika klabu ya Wydad Casablanca, si mwingine ambaye ni Selemani Mwalimu, ambaye alisajiliwa na Wydad Casablanca kitokea pale Fountain Gate, ambapo kwa sasa Wydad Casablanca wanataka kuweza kumtoa kwa mkopo ili aweze kupata nafasi ya kucheza zaidi na kuongeza makali yake, ambapo Simba wanaona kwamba nafasi nzuri na wameelekea pale kwa Wydad na kukubaliana nao ili kuweza Simba kumchukua kwa mkopo katika kikosi chao. Taarifa zinasema kuwa Wydad wanataka kumtoa kwa mkopo Suleiman Mwalimu ili apate muda mwingi wa kucheza, na Simba wanaona ni nafasi nzuri kabisa ya wao kuweza kumpatia kile kinachoitwa nafasi ya kupata nafasi ya kuweza kucheza kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mwishoni mwa msimu huu watakuwa tena na striker refu kuliko goli. Hapa nazungumzia Dese Mukwala ambaye inaelezwa kwamba anaondoka kwenye kikosi hicho mara baada ya yeye mwenyewe kuweza kuomba kumalizana na kikosi cha klabu ya Simba pindi ambapo mkataba wake utakapomalizika ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Taarifa inasema ya kwamba Simba watasajili beki wa kulia ambaye ni raia wa Tanzania pamoja na striker mmoja kutoka nje ya nchi ambaye anatajwa kwamba ni Mabululu, kwamba tayari wameshaweza kumalizana naye kwamba wanamsajili kwenye kikosi chao cha Simba, ambapo Mabululu anakuja kuchukua nafasi ya hapa nazungumzia Steven Mukwala ambaye amethibitisha anaondoka ndani ya kikosi cha klabu ya Simba Sport Club mwishoni
mwishoni mwa msimu huu kumalizika atakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya Simba. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona namna gani ambavyo kikosi cha Simba kitakavyokuja kuwa msimu unaokuja, huko kocha Fadlu Davis naye akiweza kuhusishwa na vilabu kadha wa kadha vikiweza kuhitaji kumpata kwenye kikosi chao, huku kama klabu kama Orlando Pirates ikiweza kuweka matamanio ya kuweza kumpata kocha huyo. Farabati pia wameweka ofa yao mezani. Tusubiri kuweza kuona ni yapi atakayojili, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.